Yes, karibu ndani ya Six and Sports na wakati huu kwa nami Mwanesha Lukali beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati ambaye nahakikisha nakuletea yale yote ya kimichezo ambao kwa hivi sasa yanaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi tukiwa tunaelekea kutamatisha msimu wa ligi kuu Tanzania bara, tetesi za usajili tayari zimeshaanza kuzungumzwa. Wachezaji waliokuwa wazuri na wachezaji ambao wenye uwezo wanahusishwa kucheza katika vilabu vilivyokuwa bora hapa nchini kwetu Tanzania. Mpaka hivi sasa kwa hapa nchini kwetu Tanzania jina ambalo linatikisa maeneo mbalimbali ni jina la Faisal Salim, kwa mchezaji mzawa wa ndani Fei Toto ambaye kwa hivi sasa anacheza katika timu ya Azam FC. Anahusishwa kwa ukaribu zaidi kusajiliwa na timu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia inasemekana Young Africans inahitaji huduma ya mchezaji huyo Faisal Salim. Awali Fei alishawahi kupita katika kikosi cha Young Africans, lakini mpaka hivi sasa taarifa hizi zimekuja kuwa kubwa zaidi. Inasemekana klabu ya Kaizer Chiefs kutokea kule nchini Afrika Kusini inahitaji huduma ya Faisal Salim, na ujio wa kocha Naslin Nabi inahusishwa amekuja hapa nchini kwetu Tanzania kwa ajili ya kuzungumza na uongozi mzima wa Faisal Salim. Endapo wakikubaliana basi Fei Toto aweze kwenda kucheza katika timu ya Kaizer Chiefs. Faisal Salim alishawahi kupita katika timu ya Young Africans hapo mwanzoni, lakini kuondoka kwake haikuwa kwa vizuri. Tunaweza kusema aliweza kuondoka kwa mgogoro, kitu ambacho kipelekea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kuweza kuingilia kati na kumhitaji Rais wa Young Africans Engineer Hersi Said aweze kumwachia kijana, na Fei Toto ndipo alipopata nafasi ya kwenda kucheza Azam FC mpaka hivi sasa ambapo anaendelea kukitibua huko. Lakini katikati wa msimu huu tuliweza kumsikiliza afisa habari wa Wekundu wa Msimbazi Simba na kusema kwamba wao kama Wekundu wa Msimbazi Simba, endapo wakifanikiwa kuipata saini ya Fei Toto, basi kwa wao watakuwa wamelamba dume, na aliweza kusema Simba inaweza kumpata mchezaji yoyote hapa nchini kwetu Tanzania, mchezaji hata kama ambaye aliweza kupita ndani ya Young Africans, lakini pia wao wanaweza kuipata huduma yake. Hii inakuja baada ya Young Africans kusemekana walikuwa wanahitaji huduma ya Elie Mpanzu ambaye anafanya vizuri hivi sasa ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Ahmed Ally aliweza kusema mchezaji yoyote wa Simba hawezi kwenda kucheza Young Africans, endapo wao kama Simba wanataka kuendelea naye basi hawezi kwenda sehemu yoyote, lakini Simba ikihitaji mchezaji yoyote kutoka Young Africans wanaweza kumpata, hata yule mchezaji ambaye alishawahi kupita pale na hivi sasa ambaye wanamhitaji, kwa maana ya kwamba ni Faisal Salim ambaye Young Africans inahusishwa baada ya kuondoka Azizi Stefan Ki kuelekea kule Wydad Casablanca. Young Africans inasemekana wanahitaji huduma ya Faisal Salim kama mbadala wa Azizi Ki. Lakini tuliweza kumsikiliza aliyewahi kuwa mdhamini wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, hapa namzungumzia Azim Dewji, katika finali ile ya kombe la shirikisho barani Afrika hivi karibuni hapa ambapo Simba ilipokuwa anacheza na Berkane. Six and Sports tuliweza kufanya mahojiano na Azim Dewji na kuthibitisha kwamba kweli Simba wanahitaji huduma ya Faisal Salim, na tayari wao kama viongozi washamalizana na Faisal Salim. Kilichobakia mashabiki wao waweze kuwa watulivu, lakini pia wadau wa soka hapa nchini kwetu Tanzania waweze kuwa watulivu mpaka pale dirisha kubwa la usajili litakapofunguliwa. Basi watajua, je, Faisal Salim tayari ameshakuwa ni mwekundu ama anaelekea kule kijani na njano, ama ataelekea South Africa ambapo inasemekana kocha Naslin Nabi yeye amekuja nchini Tanzania kwa ajili ya kuipata saini ya Faisal Salim. Fei Toto ni mchezaji ambaye anafanya makubwa na mchezaji ambaye amekuwa akizungumzwa sana ndani na nje ya mipaka ya Tanzania kutokana na kile ambacho amekifanya ndani ya ligi kuu Tanzania bara, lakini pia aliweza kuonyesha uwezo uliokuwa bora kipindi ambapo anapocheza Young Africans. Afisa habari wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Ahmed Ally na yeye alikuwa na haya ya kuzungumza kutokana na kile ambacho kinaendelea kuhusiana na usajili wa Fei Toto. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Ahmed Ally yeye aliweza kuandika maneno kama ifuatavyo. Hapa ngoja nikusomee mtazamaji wa Six and Sports. Ahmed Ally kupitia ukurasa wake wa Instagram yeye aliweza kuandika maneno kama ifuatavyo hapa: wakati Fei anaondoka kwenu kwenda Azam,
mlimtukana na kumzihaki sana yeye na familia yake, hasa mama yake mzazi. Baada ya kumuona kijana mambo yake yamemwendea vizuri, sasa hivi mmeanza kujipendekeza kwake. Wakati Feston Mayele anaondoka kwenda Pyramid, mkamfanyia vitimbi vingi ikiwemo vya kishirikina ili asicheze tena mpira, na hata pale alipozungumza kupitia Azam TV bado mkaamuru mahojiano yake yafutwe. Sasa hivi amekuwa mabingwa wa Afrika, shobo kibao. Msiwe mnajimaliza sana mchezaji anapotaka kuondoka, dunia ni ndogo hii. Hayo ndio yalikuwa ni maneno ya afisa habari wa wekundu wa Msimbazi Simba Ahmed Ally kwenda kwa watani zao wa jadi Young Africans, kwamba Young Africans mchezaji akitaka kuondoka basi wao wanakuwa na vitimbwi naye. Hapa aliweza kumtolea mfano Faisal Salim ambaye kwa hivi sasa anazungumzwa sana na Young Africans, lakini pia Simba wanamhitaji, kwamba kipindi ambapo Fei anataka kuondoka ndani ya Young Africans, basi Young Africans walikuwa na vitimbi vingi na waliweza kumzihaki hadi mama yake mzazi. Lakini kwa hivi sasa Young Africans inaonekana inahitaji huduma ya Faisal Salim. Lakini habari ambazo zinaendelea katika mitandao mbalimbali ya kijamii, inasemekana Young Africans tayari wameshaanza mazungumzo na mama yake Faisal Salim na kuweza kuyamaliza, ili mradi mchezaji huyo aweze kupata kurejea ndani ya timu hiyo ambayo inajipanga vizuri katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika, ambapo kwa msimu huu Young Africans katika upande wa klabu bingwa barani Afrika hawakufanya vizuri, tofauti na mashabiki wengi wa Young Africans walivyokuwa wanatarajia kwamba timu yao ingeweza kufika mbali zaidi. Lakini viongozi wa Young Africans wenyewe waliweza kukiri na kusema kwamba licha ya kuto kufanya vizuri kwa msimu huu, wanajipanga kufanya vizuri msimu unaokuja, ili mradi ikifika katika hatua ya klabu bingwa barani Afrika Young Africans waweze kwenda mbali zaidi. Lakini ukisikiliza viongozi wa wekundu wa Msimbazi Simba wenyewe, baada ya kufika katika hatua ya finali, wanasema katika msimu unaofuata ambapo Simba itaenda kushiriki katika hatua ya klabu bingwa, basi watahakikisha timu yao inaweza kufikia katika hatua ya finali, licha ya kuto kuchukua ubingwa msimu huu, lakini msimu unaofuata watahakikisha wanaweza kufanya sajili lililokuwa bora, sajili zilizokuwa nzuri na wachezaji wenye viwango vilivyokuwa vikubwa, ili mradi Simba iweze kutimiza malengo yake chini ya mwalimu Fadlu Davis ambaye ameonekana kuwa bora ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba. Ukiwasikiliza mashabiki wa Simba hivi sasa, wana imani kwamba kuelekea katika dirisha kubwa la usajili, basi viongozi wao wanaweza kufanya usajili uliokuwa mzuri na Simba ikaweza kupiga hatua iliyokuwa bora zaidi. Mwalimu Fadlu amesema kwa hivi sasa yeye anahitaji namba 10 mzawa ambaye anaweza kukinukisha kweli kweli. Je, hii vita ya Feitoto, je, ni Young Africans, Simba ama Azam wataendelea kubaki naye mchezaji wao ambaye na wao wanahitaji huduma yake ndani ya klabu ya Azam, ama Kaizer Chief ya kocha Nasruddin Nabi ambaye amekuja wangu na anataka kuvunja kibubu kweli kweli kwa piku wafalme hawa wa Kariakoo kati ya Simba na Yanga. Tusubirie na kuona, muda ndio utatoa majibu sahihi. Mimi ni Mwana Sharukani, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati.